Habari za mchana. Jina langu naitwa Lazaro Jacob John Don Twange, ni mkurugenzi mtendaji wa TANESCO. Niko na wenzangu hapa. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Sasa leo tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu 2025 majira ya saa 2:34 asubuhi tulipata hitilafu ya umeme ambayo iliathiri wateja wetu wote tunaowahudumia kutoka kwenye gridi ya taifa. Na kuanzia saa 4:16 polepole umeme ulianza kurejea kwa baadhi ya maeneo, lakini kufikia saa 6:30 maeneo yote ambayo tunayahudumia tayari umeme umerejea. Kwa hiyo tunaomba sana radhi wateja wetu kwa kilichotokea. Hatujisikii vizuri. Tunafahamu huduma ya umeme ni mwezeshi kwenye biashara, kwenye huduma mahospitalini, mashuleni, kwenye vyombo vya usafiri. Sasa hivi kuna wenzetu wa SGR treni wanatutegemea kwa kiasi kikubwa sana. Bado wajasiriamali wadogo wadogo wanaouza vinywaji, maduka, kwenye supermarket. Lakini leo ni siku ya mwisho wa juma, wako watu kwenye nyumba za ibada wanategemea kupeleka nguvu ya umeme kwenye vipaza sauti, lakini hata waliopumzika nyumbani pia wanatumia nguvu ya umeme kwa ajili ya huduma mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba radhi sana wateja wetu wote kwa kilichotokea, kilikuwa nje ya uwezo wetu. Kama unavyofahamu, umeme unazalishwa, unasafirishwa na unasambazwa kupitia vifaa. Vifaa vinaweza kwa wakati wote ule vikapata hitilafu ambazo wakati fulani zinakuwa nje ya uwezo wetu, lakini muhimu wataalamu wamejitahidi kadri walivyoweza na huduma imerejea. Kila jambo linapotokea linasababisha pia funzo. Kwa hiyo kupitia jambo hili bado tunafanya tathmini ya kujielekeza vizuri, ili changamoto kama hizi zinapotoka tuweze kuwa na namna mbadala kama zipo za kuweza kureact mapema, ili kupunguza muda wa umeme kukosekana kwa wateja wetu. Narudia tena kuwaomba radhi sana wateja wetu, waheshimiwa wanaosababisha shirika letu liwepo kwa kilichotokea, na hatufurahi. Tuna feel kabisa pain na maumivu walionayo, na tunaahidi kuendelea kufanya kazi vizuri. Asante sana. Unajua, kama nilivyosema, umeme unazalishwa, unasafirishwa na unasambazwa, na ukiangalia mtandao wetu wa miundombinu ya kusafirisha umeme na kusambazia umeme umetembea kilomita nyingi sana. Kwa hiyo wakati fulani tatizo linaweza likatokea eneo moja likaathiri eneo ambalo haikuwa na tatizo. Hiyo ndio behavior ya umeme. Kwa hiyo bado tunafanya tafiti za kuangalia nini hasa kilisababisha, lakini itoshe kusema ilikuwa ni hitilafu ya kiufundi na ambayo tunaendelea kuifanyia kazi, na tunamshukuru Mungu kwamba huduma imerejea. Kwanza siwezi kuizungumzia TRC, unajua ni shirika lingine. Kwa hiyo kuna mamlaka zingine kule, yuko rafiki yangu Engineer Nyachibia. Kama kuna jambo linalohusu shirika lake na huduma anayoitoa atazungumza mwenyewe, lakini ninachoweza kusema mimi ni kwamba TRC ni mteja wetu mkubwa sana, na tunafanya naye kazi kwa karibu na tunabadilishana taarifa vya kutosha. Tunafanya kazi pamoja kwa sababu anatutegemea sisi kwa ajili ya kuendesha shughuli zake, lakini yeye pia ni mteja. Sisi tuna wajibu wa kumhudumia kwa sababu huduma anayoitoa ni muhimu sana kwa shughuli za kila siku za uendeshaji wa maisha yetu. Sasa ndio maana nimeomba radhi kwa wateja wetu wote ambao wameathirika. Kwa hiyo upande wa treni ya kisasa hii, sisi tunafahamu kwamba inawezeshwa kupitia huduma ya umeme. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile ambayo abiria wa Tanzania wenzetu, raia wa kigeni ambao wameitikia kwa kiasi kikubwa sana huduma ya SGR wamekwazika, tunawaomba radhi, na kama yako ya kiufundi tuendelea kuwasiliana na wenzetu ili tuweze kuyarekebisha, lakini kwenye specifics za issues za TRC niombe muwatafute wenyewe, wanaweza kuwa na nafasi nzuri.